neema iliyokubwa sana inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iliyokuwa zawadi kwetu sisi, akatuzawadia Allah subhanahu wa ta'ala, nayo neema hiyo ni neema ya macho. Allah subhanahu wa ta'ala yasema kwenye Qur'an, qul, sema, huwa alladhi ansha'akum, yeye ndiye aliyewaumba tangu mwanzo, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida, kisha akawajalia muwe na masikizi na muwe na macho ya kuona, wal af'ida, na vifua, lakini qalilan ma tashkurun, ni wachache wenye kushukuru neema hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha adhuma thawabu man ibtuliya bil ama fasabara wahtasaba al ajra fi dhalik, ingawa thawabu ya mwenye kupewa mtihani ya macho, Allah subhanahu wa ta'ala akakupa mtihani wa upofu, akakukosesha katika neema hii, ukasubiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukatarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni makubwa sana. Tumesema sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokea Anas asema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimsikia Mtume sallam akisema katika hadithi al-Qudsi, qala Allah ta'ala, idha bitalaitu abdi bihabibatayhi fasabara awadtuhu minhum aljanna. Tumesema sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yasema, atakapomuonja mja wake kwa mitihani miwili hii, atakapomuonja mja wake bihabibataihi, kwa kumpokonya na kumkosesha vipenzi viwili ambao ni macho, fasabara, mtu huyo akasubiri kwa ajili ya Allah, awadtuhu minhum aljanna. Mtume sallallahu sallam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atampa badili ya kumkosesha macho hayo janna. Samahuma habibataihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameicha macho mawili habibataihi, vipenzi viwili, katika neema kubwa ya mwanadamu, katika neema kubwa ya Muislamu aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma kana albasar yanfudhu bi atharihi ila alqalbi wa yu'athiru fi safaihi, jaa ash-shar'u bil hath. Ndugu yangu Muislam, ilipokuwa macho yanapenya athari yake katika moyo, kwa sababu jicho ndio wasila mkubwa wa moyo. Moyo kabla haujafanya kitu, kwanza lile jicho linapeleka habari kwenye moyo. Kwa hivyo ilipokuwa macho ndio inapenya athari yake kwenye moyo, na athari yake ya kuona mwanadamu kama yule, ya kutizama, ikaja sheria katika dini ya Kiislamu, bilhathi ala ghadhihi min alharam, azuie macho yake na kuangalia haramu. Ikaja sheria Waislamu wazuie, waweke macho yao chini na kuangalia haramu. Qala Allahu ta'ala, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum in kunna mu'minin, Allahumma ij'alna minhum, ikiwa sisi kweli ni waumini haqqan, an yaghuddu absarahum. Allah subhanahu wa ta'ala wanasema, waambie waumini yaghuddu absarahum, amwambia Mtume waambie waumini wa kiume, Waislamu wa kiume, wainamishe macho yao, wayahfadhu furujahum, na wahifadhi uchi zao, wasisipeleke isipokuwa palipo na halali kwa wao. Na hii yatosha kwamba huwezi kuhifadhi uchi wako ikiwa huwezi kuhifadhi macho yako na kuangalia haramu.